Hii ni simulizi ya kusisimua inayohusu mapenzi kati ya binadamu na kiumbe wa ajabu, binti mfalme wa kijini. Siri ya chupa ya baharini. Hapo zamani, katika kijiji kimoja cha pwani kilichoitwa Zuena, aliishi kijana mmoja mtanashati na mpole aliyeitwa Baraka. Maisha ya Baraka yalikuwa ya kawaida, lakini yenye nidhamu ya hali ya juu. Kila usiku, Baraka alikuwa akilala mapema ili kuwahi majukumu yake. Kulipokucha, kabla hata jua halijachungulia, aliamka na kunywa kikombe chake cha chai ya rangi. Kisha akabeba vikapu vyake na kuelekea sokoni kuuza matunda yake freshi. Siku moja, baada ya biashara yake kwenda vizuri, Baraka alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini moyo wake ulikuwa na msukumo wa ajabu. Alihisi anapaswa kwenda ufukweni mwa bahari kupata upepo. Alipokuwa akitembea kwenye mchanga mweupe, aliona kitu kiking'aa kando ya maji. Ilikuwa ni chupa ya kioo ya kizamani, yenye nakshi za dhahabu na rangi ya samawati. Baraka, kwa shauku, aliokota chupa ile. Alipoifungua tu kizibo, moshi mzito wenye harufu ya karafuu ulitanda hewani. Kukutana na binti Fame. Mbele ya macho yake, moshi ule ulijikusanya na kutengeneza umbo la mwanamke mrembo ajabu. Alikuwa amevaa taji kubwa la kifalme lililopambwa kwa vito vya thamani, na mavazi yake yalikuwa yakimeremeta kama mawimbi ya bahari. Huyu alikuwa binti Fame, binti wa mfalme wa majini, aliyekuwa amefungwa ndani ya chupa hiyo kwa karne nyingi. Umenikomboa ewe kijana mwenye moyo safi, binti Fame alisema kwa sauti nyororo iliyosikika kama mziki. Baraka alipigwa na butwaa. Uzuri wa mwanamke huyo ulimfanya asahau hata kupepesa macho. Binti Fame naye pia alivutiwa na uso wa unyenyekevu na utanashati wa Baraka. Mapenzi ya kiduniani na kijini. Licha ya Baraka kuwa binadamu wa kawaida anayeuza matunda na binti Fame kuwa mwanafalme wa ulimwengu wa majini, mapenzi makali yalianza kuchipuka kati yao. Binti Fame alimweleza Baraka siri za bahari, na Baraka akamfundisha binti huyo uzuri wa maisha ya nchi kavu, harufu ya ardhi baada ya mvua na ladha ya matunda matamu. Walikutana kila jioni ufukweni, wakitazamana kwa mahaba huku mawimbi yakishuhudia ahadi zao. Mapenzi yao yakawa daraja kati ya ulimwengu wa binadamu na ulimwengu wa majini, hadithi ambayo haitakuja kusahaulika katika kijiji cha Zuena. Siku zilivyozidi kwenda, hali ya hewa katika kijiji cha Zuena ilianza kubadilika. Bahari ilianza kufura na kutoa sauti ya kishindo kila usiku. Mfalme mkuu wa majini, baba yake binti Fame, alikuwa amegundua kuwa binti yake kipenzi ameachia moyo wake kwa mwanadamu wa kawaida. Siku moja, jua lilipokuwa likizama na kugeuza anga kuwa rangi ya machungwa, maji ya bahari yalijigawa katikati. Askari wa kijini wenye silaha za vito walitokea na kumzunguka Baraka na binti Fame pale ufukweni. Binti yangu, sauti nzito ilitoka katikati ya maji. Sheria za kale haziruhusu damu ya kifalme ya kijini kuchanganyika na mchanga wa nchi kavu. Lazima urudi nyumbani sasa hivi, au kijiji hiki kitazama kwa mafuriko. Baraka, licha ya kuogopa, hakumwachia mkono binti Fame. Alipiga hatua mbele na kusema, ewe mfalme wa bahari, upendo hauchagui ulimwengu. Mimi ni muuza matunda tu, lakini nitamlinda binti yako kwa gharama ya maisha yangu. Mfalme alicheka kwa dharau, sauti yake ikitetemesha ardhi. Ikiwa unamtaka, lazima upite mtihani mmoja. Kesho alfajiri, kabla ya kunywa chai yako, lazima uniletee tunda la dhahabu linalomea kwenye kilele cha mlima wa maajabu. Ukichelewa hata sekunde moja, binti Fame atachukuliwa milele. Baraka hakulala. Usiku ule ule, alikimbia kuelekea milimani. Alipambana na giza, miiba na wanyama wa mwituni. Miguu yake ilichubuka, lakini picha ya binti Fame ikimsubiri ufukweni ilimpa nguvu ya ajabu. Alipofika kileleni, aliona mti mmoja unaong'aa. Alichuma tunda lile la dhahabu na kuanza kukimbia kuteremka mlima huku jua likianza kuchomoza. Baraka alifika ufukweni akiwa anahema kwa nguvu, nguo zake zimechanika. Alimkabidhi mfalme tunda lile sekunde chache kabla ya jua kukamilika kutoka. Mfalme alishangazwa na ujasiri na bidii ya mwanadamu huyu. Umedhihirisha kuwa mapenzi yako ni ya kweli, mfalme alisema kwa upole. Sitakuchukulia binti yangu, lakini kumbuka, yeye atabaki kuwa malkia wa bahari na wewe utakuwa mfalme wa nchi kavu. Mtakutana hapa ufukweni kila mwezi mwandamo unapotokea. Tangu siku hiyo, Baraka aliendelea kuuza matunda yake sokoni, lakini kila mwezi mwandamo ulipotokea, wakazi wa kijiji waliona mwanga wa ajabu ufukweni. Walijua ni Baraka na binti Fame, wakikumbushana kuwa mapenzi ya kweli hayana mipaka ya ulimwengu.